Jamvi Studio inawaletea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Ndugu zangu wa Kiislamu, ni furaha kubwa ambayo niko nayo katika moyo wangu kuhudhuria pamoja nanyi katika khairi hii adhim. Sikuwahi kufikiria katika maisha yangu kufika katika maeneo ya mbali kama huu, lakini kwa sababu Allah tabaraka wa taala anamchagua amtakaye na kumpa taufiki amtakaye, na yeye Allah tabaraka wa taala anamjua zaidi nani anastahiki kupewa taufiki, anamwafikisha, na nani hastahiki kupewa taufiki hata awe na nyenzo zote za kulifanya jambo, Allah hampi taufiki. Yaqulu al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, Allahu alimun biman yastahiqu at-tawfiqa fayuwaffiqahu, wa huwa alimun biman yastahiqu al-khudlana wat-tarda an janabi al-a'zam al-ilahiyyah alladhi man turida an babihi faqad khaba wa khasira iyadan billah. Maneno haya anayazungumza al-Imam Ibn Kathir katika kitabu chake Tafsir al-Quran al-Azim. Asema Allah tabaraka wa taala alimun biman yastahiqu at-tawfiq, anamjua nani hasa anastahiki kupewa taufiki juu ya jambo fulani la khairi, kutokana na usafi wa moyo, kutokana na kuwa tayari kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio Allah tabaraka wa ta'ala fayuwaffiqahu, anamwafikisha. Nyinyi nyote kubakia hapa msikitini ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameziona nyoyo hizi zinafaa kuipata khairi hii, ziko tayari, akaziwafikisha zikae hapa. Wa huwa alim, na Allah vile vile ni mjuzi, biman yastahiqu al-khudlan wat-tard, nani anayestahiki kutelekezwa, yani asimsapoti katika mambo yake, amwachie mwenyewe na kumfukuzilia mbali, an janabil a'zamil ilahiyya, kumtoa katika ule upande mtukufu, upande wa Mwenyezi Mungu katika mambo ya khairi. Nani amtoe? Anamjua huyo, alladhi, upande ambao man turida an babihi, atakayefukuzwa kutolewa kwenye mlango huo wa Mwenyezi Mungu subhana, faqad khaba wa khasira, huyo ameanguka patupu na amekula hasara. Allah tukinge na watu kama hao. Kwa hivyo ni wajibu kuzirejesha shukrani kwa Allah kwa taufiki hii aliyotupa kutuleta huku kutoka katika maeneo mbali kuja kukutana na ndugu zetu katika iman. Ni khairi kubwa. Wako wengi waliotuzidi elimu, wako wengi waliotuzidi umri, wako wengi waliotuzidi umaarufu, lakini Allah tabaraka wa taala kuwafikisha hapa. Kwa hivyo ni wajibu kusema alhamdulillah, nimshukuru Allah juu ya hilo. Jambo la pili, leo insha Allah taala katika dakika hizi chache nitapenda kutoa nasaha katika msikiti huu kuhusiana na hali ambayo imesibu Waislamu katika zama hizi. Waislamu wengi katika zama hizi hawaoni uzito wa maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ila huyafanyia mzaha. Yani hivi sasa inaweza ikasomwa aya au hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ikatupa mafundisho, Allah na mtume wake wanataka hivi, kisha mmoja wetu akaenda nyumbani kwake akakutana na mazingira yale aliyoyasikia msikitini na akayakinisha sasa lile lilofundishwa pale ndo hili, lakini kwa mazoea alionayo, mfano au kwa uvivu alionao au kwa sababu yoyote ile itakayokuwa, akawacha kufata lile elekezo la Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, akiwa anajipa moyo, si lazima, ni hiari afanya hivyo.
akaendelea na mazingira yake. Hii hali iko kwenye kila jamii ambayo haikulelewa kiiman, haikulelewa kufahamu uzito wa maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Iko na maafa makubwa yaliyowakuta Waislamu hivi sasa ni haya. Naweza kupiga mfano hai ambao tuko nao ili tuelewane katika mazungumzo tunayokwenda nayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mfano, idha waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum, mfano, akitokea nzi akaingia katika chombo cha mmoja wenu. Nzi, wewe unakunywa, unakula, akaja nzi akadondoka katika chai. Tena pengine ni chai ya maziwa. Akadondoka. Mtume anasema falyaghmisuhu, basi mmoja wenu kama anaitaka ile chai kuendelea kunywa asiogope, kwa sababu tunajua nzi ni mdudu anayekaa katika mazingira machafu machafu. Usiogope, mzamishe. Fa inna fi ihda janahihi daa wa fil akhari shifa, hakika isiyokuwa na shaka katika bawa lake moja huyu kuna ponyo na bawa lake moja linakuwa lina maradhi. Na katika riwaya anasema wa innahu la yattaqi bijanahihi alladhi fihi da, na huyu nzi huyu akiwa ashashindwa sasa ndo anakwenda kuanguka, huwa anajitahidi kujilinda kwa bawa lake lenye maradhi. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema, nimemkuta mmoja katika maulama anasema, nimechunguza sana nzi wanaoanguka, nikawakuta wanaangukia kwa bawa la kushoto. Na imani na yakini hili bawa la kushoto la nzi ndio analopenda kujikingia, kwa sababu kila nikitazama huyu kaanguka vipi, namkuta kaangukia kushoto. Ibn al-Qayyim anasema tunaweza tukaipa nguvu kauli ya mwanachuoni huyu kwa sababu ya tajruba ya kuchunguza kwake sana, lakini pia hatuwezi kukata kwa kauli ya mkato, kwa sababu Mtume SAW sallam katuambia moja katika hayo mawili lina ponyo na moja lina maradhi. Sasa uje ufikie umkute Muislamu maneno mazito ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ambayo ukiandika hivi kwa kalamu unaweza usijaze mistari miwili. Usijaze mistari miwili. Lakini niamini usiniamini, maneno haya yameshereheshwa kwa vitabu, vimeandikwa, vinazungumzia haula hadithi al-ba'udha, kitabu kizima chenye kurasa zaidi ya 350. Huyo ni mmoja huyo. Na wengine nao haula hadithi al-ba'udha. Hapa tuzungumzia kuhusu hadithi ya nzi. Utafiti mzima, kitabu kizima chazungumzia muujiza huu katika miaka hiyo. Kidudu nzi hichi kajuaje Mtume kwenye miaka hiyo kwamba ubawa mmoja una maradhi, ubawa mmoja una ponyo? Kama si Mtume kweli, kajuaje maneno haya? Na wakafanya utafiti waliofanya, wakagundua kweli nzi anapatikana hivyo, hao wataalamu wa zama hizi. Sasa hivi juzi katika mashehe wakubwa, huu msiba sasa ndio nauleta hapa. Huu msiba katika mashehe wakubwa Tanzania huko, ana hadithi ya tukio lake. Anasema, mimi nimekwenda moja katika nyumba ya mwanafunzi wangu, amenialika. Akinialika kaniletea vyakula pale, ikiwepo chai ya maziwa. Chai ya maziwa. Basi zunguka harakati, pap, nzi kadondoka kaingia moja. Sasa ostadhi chai anaimaindi, yani anaitaka, lakini ndo nzi kashaingia. Akamwambia yule mwanafunzi wake aliyemwalika, bwana kaingia nzi humu. Wewe ukiambiwa hivyo maana yake nini? Sini hivyo?
Sasa mwanafunzi alipoelewa kwamba akaimwage, akashangaa. Ustadhi, anaelezea mwenyewe huyo ustadhi, ustadhi, si ni wewe ndo ulonisomesha kwenye Bulughul Marami ile hadithi ya nzi akiingia mdidimize? Ukiambiwa hivyo na wewe ndo ustadhi utasema? Hakuna jawabu. Hakuna jawabu. Ulinisomesha wewe, maana yake mwanafunzi anamwambia ustadhi, didimiza, hakuna cha jingine. Hiyo didimiza, twende mbele. Ustadhi akamwambia mwanafunzi, wale walikuwa ni nzi wa kiswahaba. Si ya kucheka, lakini wacha tucheke kidogo. Wale ni nzi wa kiswahaba. Hawa kwetu wa zama hizi, mbawa zote mbili zina ugonjwa, takufa mimi nikinywa chai ikaimwage, ndo maana yake. Yake imefikia pahala hapa mwalimu huyu sasa haoni uzito wa maneno ya nani? Atawalea vipi wanafunzi huyu? Ndo mada yangu inaanzia hapa. Tuko katika jamii ambazo hazioni uzito wa maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Okay, hukuambiwa kwamba lazima akiingia didimiza, hukuambiwa hivyo. Lakini iko wapi imani yako kivitendo katika kuamini maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Mtume akasema huyu nikimdidimiza hapa yale maradhi yanapotea. Mtume hadanganyi kabisa wala hatani katika hilo. Huu ni wahi. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ndipo Allah sasa akatuambia katika kitabu chake kitukufu, mafanikio yote wewe huwezi kujua, wallahi billahi tallahi, tafiti zilizofanywa na wanaovioni zinaonyesha ya kwamba ndani ya mwili wa nzi, wachilia hizo mbawa sasa, maana kilichowapelekea wataalamu si Waislamu wamfanyie utafiti huyu nzi, si Waislamu, ni haya maneno. Huyu mtu anazungumza hivi katika miaka hiyo, yani sasa hivi hapo tukitoa nyuma 1446 toka Mtume ahamie Madina, kesho kutwa tunatimiza 47, bado mwezi mmoja. Mbona kasema hivi kwenye zama zile? Vipi huyu? Nani huyu? Huyu mtume wa Waislamu huyu. Si bure. Hebu tuingie kwenye lebo, kwenye chumba maalumu maabara, tukamfanyia uchunguzi huyu nzi. Walipokwenda wakakuta ya ziada, ukiachilia kuwa kwa mbawa moja ina ponyo, mbawa moja ina ugonjwa. Ukiachia hivyo, wakakuta ya ziada kwamba ndani ya mwili wa nzi, ndani ya tumbo la nzi, kuna bakteria ambao ni antibiotic, yani bakteria wa tiba. Bakteria ambao wana nguvu ya kupambana na sampuli ya bakteria mbalimbali wa maradhi. Ukiachia wale ambao nzi kiasili huwa anawabeba kwenye uchafu, anakamata kwenye miguu yake, anawakamata kwenye mbawa zake. Ukiachia wale, wasema baadhi ya wataalamu, tumekuta yule nzi ana bakteria ndani yake, antibiotic kwa kupambana na maradhi, anapambana na sampuli za bakteria wengi wa maradhi, wale bakteria wake. Lakini ili wafanye kazi, lazima ipatikane dharta, ipatikane mbinyo, atikisike yule nzi wakati kashaanguka. Umbinye, ukimbinya inafanyika process ya infijar ndani ya tumbo lake. Haya maneno yanafanywa na wataalamu. Inafanyika infijar ndani ya tumbo lake, yani kana kwamba wale bakteria wana haraka ile, wanatikisika kwa nguvu, wanazunguka katika mwili, wanapasuka. Wakipasuka wanatoka kwa nguvu, wanakwenda kupambana na wale bakteria wote watakokutana naye wa maradhi katika wakati ule. Hizi tafiti zote zinafanywa katika kitambo cha mwaka 1947 hapo mpaka 1950. Wakafanya tafiti hivi wanavyoni yani wasomi tofauti wa kidunia katika nchi mbalimbali. Wakasema hivyo. Sasa haikufikishi wewe Muislamu kuweka imani juu ya maneno yako, juu ya maneno ya mtume wako, kama alivyoeleza Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Asema maneno haya ilitosha
iwe mtu akimwona nzi kaingia kwenye kinywaji chake, pale pale ainue mikono amwambie ya Rabbi, mimi nina ugonjwa wa sukari, mimi nina ugonjwa fulani, mimi kila mmoja na ugonjwa wake alionao. Mtume katuambia kwenye bawa moja lina ponyo, hakutwambia kwa tahdidan litaponya maradhi yale aliyokuja nayo nzi tu, hakutwambia hivyo. Amesemaje? Bawa moja lina ponyo. Ya Rabbi, mimi ninaumwa na ugonjwa fulani, na mdidimiza kwa kuamini maneno ya mtume wako, mimi niponye maradhi yangu fulani. Sijui mmenielewa vizuri katika hilo. Lakini yataka quwwatul iman, yataka imani ya thabit kweli. Allah tabaraka wa taala anasema, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Enyi mlioamini, muitikieni Allah na mtume wake pindi wanapokuiteni kwenye mambo yanayokupatieni uhai nyinyi. Na uhai umegawanyika sehemu mbili. Kuna uhai huwa duniani, uhai huu ni uhai mdogo sana. Lakini kuna uhai wa akhera, na huko ndiko kunakolengwa. Sasa tujalie Mtume sallallahu alaihi wasallam ametamka maneno, na ukisoma vitabu vyote vilivyosherehesha hadithi hii kuelezea muujiza wa kuwa huyu ni mtume kweli, wanapita katika kipengele hiki. Wanasema hii ni ishara ya kwamba mtu anayetaka kutatukiwa na matatizo yake na mambo yake, akiona limemtokezea hilo, asiombe au sije katafute nzi au kamate huko awatie katika haikusema hivyo, lakini imetokea, ndo Allah kaileta pale. Pengine tu wewe ndio ulikuwa unapimwa nguvu ya imani yako ili upoe yale maradhi yako fulani, pengine wewe hujui. Basi kwa wakati ule pale wewe ukashindwa kuitekeleza ile agizo la Mtume sallallahu alayhi wasallam, matokeo yake lile gonjwa lako likakosa sababu ya kufanyeje, ya kupoa. Pengine wewe waamka usiku, ya Rabbi, mimi nina matatizo fulani. Wakati mwingine huandikiwi barua kwamba ili upoe subiri jambo fulani. Wewe ndio shatokoza situation ya kutokezea jambo, ndio Allah kashakujibu dua, nzi huyo didimiza, wahudidimizi. Natoa mfano. Wewe omba dua, ya Rabbi nipe jambo fulani. Saa nyingine waletewa jambo, ndio tiba yako, wewe wadharau, waona hujajibiwa tu, wasubiri wewe ukiamka tu ukienda hospitali ukicheki ushapoa, wataka ujibiwe dua kwa sampuli hiyo. Kumbe ilikuwa si hivyo. Sasa ndugu zangu wa Kiislamu, wallahi kuna faida kubwa ya haraka mno kuitikia amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, au maelekezo ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Nitapiga mifano miwili. Tukio la kwanza, inasimuliwa kwamba anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam raa rajulan yaakulu bishimalihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona mtu anakula kwa mkono wa kushoto. Faqala lahu kul biyaminik. Mtume akamwambia kula kwa mkono wa kulia. Si ni jambo jepesi tu, ni kuacha kula kwa mkono wa kushoto kutumia mkono wa kulia, imeisha. Faqala ar-rajul, yule mtu akasema la astati', siwezi mimi kula kwa mkono wa kulia. Maskini asema siwezi mimi kula kwa mkono wa kulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia pale pale, la stata'ta, hutoweza kweli, hutoweza tena. Kutokea pale yule bwana mkubwa akaparalyze kabisa, mkono wa kulia ukawa haufanyi kazi maisha yake. Angelifanya haraka kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, naacha kula kwa mkono wa kushoto, nafuata maelekezo yake, angelipata faida kwanza ya kidunia, dhambi zile zingepungua, maana kila mtu akila kwa mkono wa kushoto anakula na shetani kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwanza kidunia angeliepukana na madhara mengi ambayo shetani huja nayo kwenye chakula chake. Mtu asiyesoma dua,
anayekula kwa mkono wa kushoto, yaqinan mtume anasema shetani huleta maradhi pale, huja kula pale, kutia mimate, kufanya mambo chungu mzima pale. Wewe huoni tu, lakini haya mambo yanafanyika pale. Sasa angeepukana na hayo kwanza. Pili, angelihesabiwa katika wale ambao waliofanya haraka kumuitikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kula kwa mkono wa kulia, sam'an wa ta'an, na kula kwa mkono wangu wa kulia. Pengine hilo lingelimfanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala au ina nafasi fulani. Na leo tungelikuwa tumtaja kwa mazuri, lakini leo tusomeshana, twataja mfano wa watu wabaya waliopewa maelekezo na mtume halafu hawakutekeleza na natija mbaya iliyowapata. Leo tumtaja hivyo na mpaka dunia itaisha atatajwa hivyo. Atatajwa hivyo. Nani huyu? Huyu ni mtu ambaye alipewa elekezo na mtume, fanya hivi sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia mtume, siwezi, balaa lilomkuta, la stata'ta, hutoweza tena milele. Mkono ka paralyze pale pale. Istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Mwitikieni Allah na mtume wake wanapokuiteni katika mambo yenye faida na nyinyi, yanakupeni nyinyi uhai. Hawezi Allah na mtume wake kukuita illa kwenye jambo lenye manufaa na wewe. Na mfano wa pili wenye faida kwa watu ambao waliambiwa na mtume haraka haraka wakaitikia, halafu wakanufaika mpaka leo tukiwataja tunawataja kwa khairi. Ni maswahaba ambao iliposhuka aya hii, lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir. Hii aya iliposhuka, masahaba walikwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakiwa wanyonge sana, kwa sababu hii aya ni nzito. Pengine sisi tuisoma lakini hatujui maana yake. Tungelijua maana yake tungeisoma kwa matafakari sana. Kama ndo ingekuwa hivi hii aya, Allah hajaifuta hii hukumu, ingelikuwaje? Maana hii aya ishafutwa hukumu yake sasa. Lakini isikize hivyo ilivyo. Anasema ni vyake Allah, amevimiliki vyote vilivyomo mbinguni na ardhini. Wa in tubdu ma fi anfusikum, na ikiwa mtadhihirisha yale yaliyomo katika vifua vyenu, kile unachokidhamiria wewe katika moyo wako, wewe una fikra zako na mimi na zangu, na lau ingelikuwa zinaonekana dhamair za watu, wallahi tusingetizamana usoni baadhi ya watu. Kumbe ustadhi tunamwona hivi, ustadhi kumbe moyoni wake anafikiria hivi huyu. Yani khabithi kuliko yeye hakuna kwenye moyo. Lakini kwa sababu hayaonekani yale yaliyomo moyoni, hiyo pia ni neema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mmoja katika as-salaf anasema, la yablughu al-mar'u manzila at-taqwa hatta yad'a ma fi qalbihi fi kisihi thumma yatufu bihi fi as-suq lam yastahmin minhu shay, au kama qala. Asema mmoja wenu nyinyi hawezi kufika katika level ya ucha Mungu mpaka iwe hivi, ana uwezo wa kuyatoa yale yaliyomo katika moyo wake. Akiambiwa yatoa yote, mafikra unayowaza yote yaweke hapa kwenye kisahani, yaweke, kisha zunguka nayo sokoni, waonyeshe watu, mimi ndo huyu, angalieni moyo wangu ulivyo, mimi ndo huyu, mimi ndo huyu. Asione haya kwa lolote litakaloonekana pale, maana kuna mambo ya aibu yakionekana, da, kumbe ustadhi ana mpango huu, kumbe ustadhi ana mpango huu, kumbe ustadhi ana mpango huu. Ikifikia pahala wewe msafi, watu wakikuona hakuna hata moja la aibu, mcha Mungu. Hayo yalisemwa na waliosema. Sasa Allah anasema ukidhihirisha kwa watu wayajue, au tukhfuhu, au mkiyaficha, usimwambie mtu lakini unayo moyoni, yuhasibukum billah, Allah atakuhesabuni kwa hayo. Kwa hivyo mmoja wao katika wanadamu akipitisha tu kwenye moyo wake dhana mbaya kwamba namtamani yule mwanamke, nikimpata yule napita naye alafu nitatubia baadaye, ile akidhamiria hivyo tu, dhambi hiyo yuhasibukum billah,
mimi nikipata najepa. Dhambi hiyo hakujepa, kapitisha tu kwenye moyo wake. Mimi nikifanya hivi nafanya hivi. Hiyo yuhasibukum billah, Allah anahesabu. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'. Wakati lile jambo lishaandikwa, Allah sasa hiyo ni khiari yake, atamsamehe amtakaye na atamuadhibu amtakaye. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Na Allah tabaraka wa taala juu ya kila kitu ni muweza. Hii aya iliwapeleka masahaba mbele ya mtume wakiwa wanalia. Mbona mwalia nyinyi? Ya Rasulullah, qad nazalat alayka al-yawma aya, leo imeteremka aya kwako wewe. La nutiquha, twakwambia ukweli hatuiwezi ya Rasulullah. Umirna bisalati fasallaina, wa umirna bizakati fazakkaina, wa umirna bisiyami fasumna. Kadha tumeamrishwa mengi tukafanya, lakini hii hatuiwezi. Ipi hiyo? Hii wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum. Ya Rasulullah, sisi wanadamu, hawezekana mmoja wetu akapitiwa na shetani akadhamiria jambo baya kisha akasema astaghfirullah. Lakini sasa hii aya inasema ukidhamiria tu lishaandikwa. Sijui mnaelewa? Yani likipita tu lishaandikwa. Kisha tena Allah atamwadhibu amtakaye, atamsamehe amtakaye. Hayo ni baadaye, lakini lishaandikwa. Hii hatuiwezi ya Rasulullah sisi. Pale wanasema maswahaba, fataghayyara lawn wajhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, uso mtume pale ukabadilika. Faqala lahum aturiduna an taqulu kama qala ashabu Musa au kama qala ahlul kitabaini, hivi nyinyi mwataka kusema kama walivyosema wale ahlul kitabi huko nyuma? Walisemaje wale? Sami'na wa asaina, tumesikia na tunaasi. Na nyinyi mwataka kusema hivyo, mshasikia alichokisema Allah kisha mwataka kukataa? Wakasema hapana ya Rasulullah, hatukuja kusema hivyo, tumekuja kukueleza yaliyomo katika moyo wetu, tulivyohisi baada ya kuteremsha hii aya. Basi kama hamkatai, faqulu sami'na wa ata'na. Semeni sami'na wa ata'na, tumesikia na tunatii. Hivyo ndo Mungu kasema. Ukidhamiria baya tu kwenye akili, lishaandikwa, jitahidini msidhamirie mabaya. Sami'na wa ata'na. Pale watu wakasema sami'na wa ata'na. Tunajipanga sasa tusipitishe hata fikra mbovu katika vifua vyetu. Tazama wanaume hao, hilo jambo haliwezekani kiukweli. Hilo jambo haliwezekani. Si mimi zungumzae wala si nyinyi munisikilizao. Haiwezekani mtu awe anakwenda maisha yake yote hapitishi kitu kibaya. Kinaweza kupita, lakini je, utakitenda? Ukitendi, hiyo kesi nyingine. Utaomba msamaha, uombi msamaha, hiyo ni kesi nyingine. Lakini watu hupitisha mambo katika nafsi zao, lakini wakawa tayari pale hivyo kuifanyia kazi hiyo aya sami'na wa ata'na. Waliposema hivyo wakaambiana nendeni. Pale ikawa ni sababu ya rehma ya Allah kuteremka aya zinazokuja mbele. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun, mtume alikiamini kile kilichoteremshwa kwake na waumini pia walikiamini, kwamba ukidhamiria tu na fikra tu ukipitisha mbaya utahesabiwa nayo. Ni kweli mtume aliamini vile na wale waumini wakaamini vile. Kullun, wote, amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, na wakasema la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kisha hapa ndipo tunapopataka waqalu sami'na wa ata'na. Sasa Allah anawasifu. Tazama, leo tumekaa hapa tuwazungumza kwa mazuri. Pale walipoambiwa na mtume semeni sami'na wa ata'na, pale sami'na wa, tushasikia na tunatii, tutajitahidi. Waqalu, sasa Allah ndo anatuhadithia sisi, na wakasema masahaba sami'na wa ata'na, tumesikia na tunatii. Ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Kisha wakaambiwa waseme maneno haya, tutakuomba msamaha ewe Mola wetu pale tulipoonyesha ishara eti hatuwezi kuitekeleza ile aya. Hilo pia tutakuomba msamaha. Ile ishara tu tukwenda kwa mtume kulalamika, ya Rasulullah, hii nzito, hiyo pia ghufranak, ombeni msamaha. Wa ilaykal masir, na kwako wewe ndiyo kwenye mafikio ya watu wote.
Sasa baada ya hapo Allah akateremsha aya, ndo rehma imekuwa kwa walimwengu wote mpaka mimi na nyinyi hivi sasa. Aya hii imetukusanya rehma yake kwa sababu kuna watu walikuwa tayari kutekeleza amri ya mtume pale walipoambiwa haraka sana. Aya ikasemaje? Inakuja mbele, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sasa Allah anaifuta ile aya iliyopita nyuma. Maana ile iliyopita nyuma inasema ukidhihirisha, ukiwaambia watu au ukificha kilichomo kwenye moyo wako, hicho kishaenda. Sasa lile jambo gumu binadamu hatuliwezi sisi kucontrol eti fikra. Anaweza akapita tu mwana mama mbele yako, hujawahi kuona wewe umeketi huku wapi, huku Matondoni, huku wapi? Kipungani. Umeketi Kipungani toka umezaliwa wewe. Wafunga Ramadhani zako wewe, waona Ramadhani nzuri, njoo ufungie Ramadhani Mombasa. Njoo ufungie Mombasa. Marikiti pale ndio uone somo yako itapanda. Tuelewana? Njoo Marikiti pale. Toka nenda kafungia Nairobi, nenda Dar es Salaam pale Tanzania kafunge pale. Sema nafunga hapa. Wallahi utazilipa zote. Utasema nazilipa zote funga zangu mimi. Hakuna hata moja iliyopanda. Kwa nini ustadhi? Kwa sababu kule utaona watu na maadili subhanallah hujawahi kuyaona hapa. Watu utembea kama wanyama huko. Hawana nguo kabisa. Ukitizia kutumbua macho tu. Wallahi billah. Sasa unaona umekaa saa nyingine unasema mtume akasema akipita tuinamishe macho chini. Sasa wewe ushainamisha macho chini kisha wajiambia mwenyewe, lakini wajiambia mwenyewe napitwa mara umeinua inapita. Wakati mwingine kwa binadamu, wakati mwingine unaona wajilaumu sasa, mimi ndo nimeangalia mara moja vile hivyo. Sasa kuna vitu vinapita katika nafsi za wanadamu, vinapita automatically, hatuwezi kuzicontrol nafsi zetu katika hivyo. Ikitokezea unasema pale pale astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Saa nyingine mtu anazungumza na mkubwa wake, anazungumza na mama yake, anazungumza na baba yake, wanaweza kupishana katika maneno, mke anaweza kumnyima haki yake. Kuna mambo yanapita, unadhamiria sa mambo mabaya, lakini mwisho unasema unairudisha nafsi, basi nisilifanye hili jambo. Sasa Allah anasema, sasa hii sasa ikawa ni hukumu imeenea kote, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sasa hivi Allah haikalifishi wala hailazimishi nafsi isipokuwa pale pale inapoweza. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Itapata nafsi yale mazuri iliyoyatenda na itaadhibiwa nafsi dhidi ya mabaya iliyoyatenda. Laha wa alaiha. Kwa hiyo sasa hivi imekuwa mpaka utende. Ile aya ya nyuma ilikuwa ukifikiria tu imeenda. Sasa hivi ufikirie, binadamu unaweza kujirudi, lakini ukienda ukitenda ndio inafanyaje? Inaandikwa. Angalia rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna watu walisababisha huko nyuma pale walipoambiwa qulu sami'na wa ata'na, semeni, wakakubali. Allah tabaraka wa ta'ala kwa rehema zake yakawa haya. طيب لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Sasa wakafundishwa maswahaba hii dua, na ni dua muhimu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kabla tujalala tuseme maneno haya, Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Ya Rabbi, usituadhibu ikiwa sisi tutasahau tukakosea, au akhtana, au tukikosea bila ya kukusudia. Kuna tofauti baina ya man akhtaa wa man khataa. Kuna tofauti baina ya mwenye kukosea bila kukusudia na mwenye kukosea kwa kukusudia. Mwenye kukosea kwa kukusudia anajua huyu katika lugha ya Kiarabu anaitwa khati'un, na mwenye kukosea lakini hakukusudia kwenye lugha ya Kiarabu anaitwa mukhti'un. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Walikosea kwa kujua, kwa sababu wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Walikuwa wanajua wanachokifanya. Alhasil, Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Ya Rabbi, usituadhibu tukiwa tumesahau
au tumekosea bila kukusudia. Rabbana la tahmil alaina isran, ya Rabbi usitubebeshe sisi sheria nzito nzito, kama hamaltahu ala alladhina min qablina, kama ulivyowabebesha wale waliopita kabla yetu. Sasa hii ni faida ya hii dua imekuja baada ya watu kufanya jambo huko. Ndio sisi tuwaomba leo maneno haya. La tuhammilna ma la taqata lana bi, ya Rabbi usitubebeshe amri na sheria na mambo ambayo hatuna uwezo nayo. Wa'fu anna, na utusamehe ya Rabbi, yani i'fu anna, yakiuke madhambi yetu hata usiangalie. Waghfir lana, na utupe msamaha. Warhamna, na uturehemu. Anta maulana fansurna ala alqawmi alkafirin. Alhasil hapa nilikuwa nazungumzia ile hali ya Waislamu kuwa tayari haraka haraka kuitikia amri ya Allah na mtume wake pale inapokuja. Maelekezo ya Allah yakija na mtume wake, jua yana faida kwako wewe. Jua kabisa haya yana faida kwako wewe. Lile jambo uliloamrishwa liendee haraka haraka. Usidharau wala usiseme sisi tuna tabia tunasema kwani si sunna tu hiyo, si lazima. Ina faida kwako. Na faida usiangalie hapa duniani, iangalie faida ya akhera. Mizani yako ikipimwa siku ya kiyama, lile jambo linapimwa wewe ulilifanya kwa moyo mmoja, istijabatan li amri Allahi wa rasuli. Hiyo mizani ni nzito sana. Sengine ilikuwa duniani huku wasemwa wewe kwa kulifanya jambo fulani. Kwa mfano wanawake wanaweza wakasemwa kwa kuvaa hijabu ya kisheria. Mbona mwajifunika hivyo? Jua kali, mweka na manikabu, unapumua kwa tabu. Aweza kusemwa mwanamke hivyo, akaonekana peke yake ndio waajabu katika jamii akivaa ile hijabu, alhijabu shar'i, hijabu ya kisheria juu mpaka chini. Yaweza kutokea hivyo. Lakini je, manil ladhi amara bihadha? Nani aliamrisha hivi? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuha nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Hii ni amri ya Allah na mtume wake, itekelezwe haraka bila kuangalia huko sura za watu. Faida yake mbele ya Allah tabaraka wa taala ni kubwa sana. Kwa hivyo nisichukue muda mrefu, naona saa 2 na kiwa sana noitizame na kwenda sawa sawa. Bila roho sasa. Nataka nimpishe ustadhi pale. Tumekuja tuko wengi kama alivyoeleza Sheikh Abu Ahmad. Tumekuja mashehe na wanafunzi wa mashehe na wengine wengi. Sasa si adabu mwanafunzi akamaliza yote mpaka shekhe asipate chochote. Na mimi ni mwanafunzi katika wanafunzi wa mashekhe hao. Sheikh Abu Ahmad ni katika mashekhe ambao sisi tumeathirika kupitia wao. Miaka mingi imepita nyuma, toka miaka 2006 wanafanya mijadala Kisumu huko na nini. Sisi tuangalia kipindi hicho ni wadogo, pengine hata ndevu hazijamea vizuri katika sura zetu. Wasema mimi inshallah nikiwa mkubwa na kuwa kama huyu. Leo hii tuko kwenye viti, tumekaa hapa, yuko bavuni kwangu, eti mimi nazungumza masaa yote haya yuko hapa. Ni wazee wetu hawa ambao sisi tumeathirika kupitia wao. Bila shaka sisi ni wanafunzi wao. Kwa hiyo inshallah nichukue fursa hii kumpisha ndugu yangu Ustadh kakangu Ustadh Yusuf Umar, lakini kabla sijamaliza nikushukuruni sana. Mmetulia vizuri sana mpaka vile nazungumza kwa hamasa kubwa kwa sababu mmetulia vizuri sana. Mngekuwa mjetulia pengine ningekuwa najigonga katika maneno. Lakini hivi amenyooka kidogo kwa sababu ya utulivu wenu. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Mwadhini sangapi? Mwadhini sangapi? Sitaki kwenda sana kidogo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi
هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza tumshukuru Allah kwa mkusanyiko huu mtukufu. Allah ametupa taufiki mimi na wewe kuwa ni miongoni mwa wale waliopata bahati ya kukusanyika katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na mtume asema hawakusanyiki watu katika nyumba ya Mwenyezi Mungu wakamtaja Mungu na kufundishana maneno ya Mungu isipokuwa malaika wa rehma huwafinika wao kwa mbawa zao. Kwa hivyo tumeipata hiyo taufiki ya Mwenyezi Mungu, na hii ni bahati ambayo Mungu ametupa sisi. Mimi kwa yakini si mgeni kwenu. Hapa Kipungani nimekuja sana, si mara moja, si mara mbili. Japo kuwa sijakuja kwa safari ya da'wa hasa, lakini nikipata bahati nafikiri hutoa kalima. Msikiti huu nishatoa na msikiti ule pale unaojengwa pia nishatoa. Kwa hivyo hapa mimi si mgeni, watu wananijua vizuri sana. Kuja kwa mambo mingi mpaka naona haya kuwaona wenyeji wangu ambao kwamba kila siku nikija hushukia makwao. Safari hii nikija nimeshukia mahali pengine na huona haya hata kuangalia. Na mimi pia si shekhe. Hao mashekhe waliokuja hapa wote wamekata ushekhe. Na mimi pia mwanafunzi wao. Kama wao husoma kupitia kwangu, na mimi pia husoma kupitia kwao. Na hii ndio faida ya watu kukaa kwa pamoja na kuheshimiana na kuwa na sifa ya tawadhu. Mungu azibariki juhudi zetu sote kwa jumla. Nataka nipite barabara mbili kisha ndo niingie kwenye barabara yangu. Barabara ya kwanza ni barabara ya mwenzangu aliyoyazungumza yeye. Amezungumza umuhimu wa mtu kujifanyia amali katika kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu. Kapiga mifano masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walitoa mali zao, wakatoa roho zao, mpaka hii dini ikatufikia sisi. Haikutufikia kimchezo. Leo sisi tuna bahati ya kuwa tumezaliwa ndani ya Uislamu. Na kitu ukikipata bure bure ndio hukionei thamani yake. Leo mimi nimezaliwa, baba na mama ni Muislamu, mazingira ni ya Kiislamu, basi huona mambo huenda tu hivi hivi. Leo piga mfano tu wa kidunia. Wewe huamka asubuhi ukaenda zako pwani, ukapigwa na upepo, ukarudi nyumbani chai imepika ukanwa. Ukatoka tena ukaenda zako pwani, ukija nyumbani wali umepikwa ukala. Ukatoka tena ukaenda ukateza mpira jioni, ukija chakula cha usiku kiko ukala. Ukionea utungu kile chakula. Bwana mwanicheka? Yako hayo sio? Ukionea nini? Utungu kile chakula. Lakini hebu niambieni yule anayeamka alfajiri akaja msikitini akaswali, kisha huyo kama ni wa shamba amekwenda shamba kutema, kama ni wa baharini haya amekwenda zake ago, hebu niambie akiona tonge limeanguka tu hivi hivi usikia utungu kiasi gani? Umefahamiana eh? Kwa hivyo kuna tofauti ya kitu kukipiga nia, na ndivyo masahaba walivyoipigania hii dini, wakawa na ghera katika dini yao. Sasa mazungumzo ya mwenzangu huyu aliyoko bavuni mwangu, Sheikh Abu Ahmad, ni kwamba alikuwa akituhimiza katika mazungumzo yake tusitosheke na amali tunazozifanya tu, kuswali, kusoma Qur'ani, kufunga, ukaona wewe basi umekwisha kutekeleza jukumu lako. Bado Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Abu Ahmad alikuwa atuhimiza tuache athari kama maswahaba walivyoacha athari.
Hivi sasa utafanya jambo gani wewe thawabu zisifike kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam automatic? Hakuna. Hii swala utakayoswali isha, Mtume ana sehemu ya thawabu yuwapata. Mwalimu wako aliyokufundisha swala madrasa, ukiswali ana sehemu ya thawabu yuwapata. Ndio maana sisi tukasema hata ile baada ya kuswali sisi al-Fatiha ila hadratin Nabii Muhammadil Mustafa, hakuna ati Fatiha waipeleka kwa Mtume, hakuna, kwa sababu wewe utakachokifanya Mtume automatic wafanya nini? Yuwakipata automatic, Mtume yuwakipata. Sasa Abu Ahmad katika mazungumzo yake alikuwa atuhimiza kuacha athari. Uko ndani ya kaburi umezikwa, swala zako hazikufiki tena. Kama uliswali hukuswali ndio basi, ulifunga ni sawa, hukufunga ndio basi, wasoma Qur'ani ni sawa, ukifa husomi tena Qur'ani, thawabu za Qur'ani kuisha. Lakini ukimfunza mtu Qur'ani, ukimfunza mtu Qur'ani umekufa uko kaburini, thawabu za kufikia. Umejenga msikiti, si lazima ujenge wote. Umeleta boriti 2 tu ndani ya msikiti, zile boriti 2 ulizozileta ndani ya msikiti, uko ndani ya kaburi wewe, umelala miaka 50, 100, 1000 itakavyokuwa, thawabu za kufikia. Sasa mpaka tuwe namna hiyo, tufikirie amali hizi tunazozifanya kila siku, kisha tufikirie kwamba kuna muda utalala muda mrefu ndani ya kaburi. Umejiwekea nini chenye kukunufaisha ndani ya kaburi lako, thawabu ziendelee mpaka siku ya kiyama? Hakuna mambo haya ya kufanya ya tele, lakini nani mwenye kuyafanya? Hakuna, kwa sababu tumekosa yaqini na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo atuhimiza tuache athari kwa aliyoyasema. Napenda niisome hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume asema, na itatugusa sote hii hadithi: inna tujara yub'athuna yawma alqiyamati fujara, hakika wafanyaji biashara watafufuliwa siku ya kiyama wakiwa ni watu waovu. Kila mfanyaji biashara, na hapa ikikusudiwa ni kwamba kila mtu mwenye kipato, watoka watarazak, kuna kipato wafanya nini? Wakipata. Lakini kile kipato unachokipata ukawa hukipeleki katika mambo ya khairi yenye kukunufaisha wewe katika akhera yako. Sasa Mtume asema watafufuliwa siku ya kiyama wakiwa ni fujara, ni watu waovu. Illa, isipokuwa manittaqa Allaha, mwenye kumuogopa Mungu, wa barra, na akatenda wema, wa sadaqa, na akatoa sadaka. Kwa hivyo katika juhudi zako, wewe ni mtu wa kwenda baharini, nenda baharini utakapokwenda baharini, lakini jalia kwa kile utakachokipata kule baharini umeacha sadaka ambayo itakuja kukunufaisha wewe mwenye kutoa mbele ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acha kitu ambacho kitakuwa ni athari kwako wewe, uko kaburini umezikwa, ila yaumil qiyama thawabu zitakufikia. Lakini ulimwengu wa sasa tumekuwa wachoyo sana, wagumu sana. Mtu huona kutoa ni kupungukiwa, na Mtume asema ma naqasati sadaqatun min mali, sadaka haipunguzi chochote katika mali, bali tazidu, bali sadaka huzidisha. Haya ndiyo yaliyozungumzwa na Sheikh Abu Ahmad ambaye alikuwa ni mzungumzaji wa kwanza. Ama ndugu yangu Sheikh Muhammad Bachu aliyoyazungumza ni kwamba alikuwa atuhimiza sana kuwa na yaqini na yote ambayo tumeyapata kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, bila kuwa na madharau au kuyafanyia shere yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja nayo. Sababu kuna watu hufanyia shere mambo ya Mtume. Hapa amepiga mfano wa nzi wa shekhe ambaye alisomesha mwanafunzi. Nzi ameingia ndani ya nini? Ya kinywaji.
amwambia mwanafunzi kwamba hii imeingiliwa na nzi, kwa hivyo ibadilishwe. Mwanafunzi akamwambia, shekhe, si wewe ulionisomesha? Akamwambia, wale ni nzi wa kiswahaba, hawa wetu wamejaa na maradhi. Nzi wetu hawajajaa na maradhi, wenye maradhi sisi tuna maradhi, na maradhi makubwa ni kuyafanyia shaka yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo alikuwa akitutahadharisha hapo. Na ni yapi maafa ya mtu ambaye atayafanyia shaka yaliyoletwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam? Mtume asema katika hadithi, inna mathali, hakika mfano wangu mimi Mtume, wa mathala ma ba'athani Allahu bihi, na mfano wa yale ambayo Mungu amenitumiliza nayo. Tusikizeni huu mfano kwa uzuri. Mtume ajipigia mfano akisema, hakika mfano wangu mimi Mtume na mfano wa yale ambayo Mungu amenitumiliza nayo, kamathali rajulin ata qaumahu, ni kama mfano wa mtu ambaye amewaendea watu wake. Ni kama mfano wa mtu ambaye amewaendea watu wake. Alikuwa hayuko Kipungani, ametoka zake Lamu, ameingia Kipungani, akawajia watu wake hapa Kipungani. Faqala, akasema kuambia watu wake, ya qaumi, enyi watu wangu, inni raaitu aljaysha bi'ainayya, nilipofika hapo Matondoni nimeliona jeshi kubwa, nimeliona kwa macho yangu mawili. Huyu atahadharisha watu wake na jeshi, atahadharisha watu wake na maafa ya jeshi linalokuja kuvamia huu mji wao. Wa inni, na hakika yangu mimi, ana nadhirul uryanu. Huyu mtu akasema kuambia watu wake, na hakika yangu mimi kwenu nyinyi ni an-nadhir, ni muonyaji, na waonya nyinyi na madhara ambayo mutapambana nayo na hilo jeshi nililoliona hapo Matondoni, ambalo laja hapa Kipungani kufanya nini? Kuvamia. Nikitaja Matondoni na Kipungani musishtuke, nataka ni munifahamu kwa urahisi. Lakini Mtume hakutaja Matondoni wala mwenelewa nafikiri na huu ni mfano tunautumia katika kusherehesha ili iwe ni haraka nyinyi kukamatisha. Sawa? Haya. Wa innama ana nadhirul uryanu, mimi kwenu nyinyi ni muonyaji ambaye al-uryan, niliyeuchi, niliyetupu. Wanazuoni wasema, mbona huyu mtu Mtume amesema ni an-nadhirul uryanu, muonyaji aliye uchi, aliyetupu? Yani kwamba huyu mtu alipokuja kuambia watu wake maneno hayo hapa Kipungani, alikuwa tupu, hakuvaa nguo hata moja, na maishani mwake huyu mtu hajawahi kuonekana hata magonjwa hata siku moja, hata kuonekana tupu. Haya magonjwa yake haya hayajaonekana hata siku moja, lakini leo atoa ripoti hii akiwa uchi tupu. Uchi huu tupu hii alionao, nguo hizi alizivua wapi? Alivuliwa na lile jeshi. So wana vile KDF wakishikatu, piga magoti, kwenda huku, kuna huku, wewe ushikwa huku, fanya hivi. Alishikwa na hilo jeshi hapo, akasumbuliwa, na katika usumbufu aliopata mwisho alimvua nguo, kisha akapata nafasi yule bwana akafanya nini? Akakimbia. Alipopata nafasi ya kukimbia zake na za kuazima, alishotoka kwa uvio mpaka kwa watu wake. Akiingia hakukimbilia nyumbani kutafuta itambara la nguvu kuvaa. Aliona kuingia nyumbani kuvaa nguo pia nitachelewa, jeshi litakuja kufanya nini? Kuvamia. Na jeshi likiingia mahali lina maudhi, Abdul Muttalib wakati Abraha amekuja kuivamia Makka kutaka kuivunja nini? Al-Kaaba. Huku sehemu inaitwa Mahmas,
Abdul Muttalib alikuwa na ngamia 200 wamepelekwa malishoni, na watu wote wa Maka ngamia wao, mbuzi wao wamepeleka hiyo sehemu kwenda kulisha. Abraha alikuja akakusanya kila kitu chake, ataka kuingia Maka kuivunja al-Kaaba. Abdul Muttalib alipojiliwa na yule Hunata al-Humairi ambaye alikuwa ni mtumwa, nitasemaje ni nani mwenye kutumwa hao? Mtumwa, yani askari ametumwa, mtumwa, mjumbe ametumwa na Abraha kufikisha habari Maka kwamba nimekuja na lengo kuja kuivunja al-Kaaba. Lengo la kuingia hapa mimi nimekuja kuvunja al-Kaaba. Abdul Muttalib alikuwa ndiye Sayyid Quraysh, ni kama chairman wa kile kijiji. Alimfuata Hunata al-Humairi, akaenda hapo nje ya mji kukutana na Abraha. Abraha mwambie umekuja kufanya nini? Akamwambia mimi nimesikia kwamba umetukua ngamia wangu 200. Kwa hivyo nimekuja uniregeshe ngamia wangu 200. Abraha akashangaa, akamwambia atukallimuni fi 200 ba'irin asabtuha laka? Wewe wanizungumzia mimi kuhusu ngamia 200 ambao nimekutukulia, watatruku baita wayata nyumba alladhi huwa dinuka wa dinu abaik, nyumba ambayo kwamba ni dini yako al-Kaaba na mababu zako. Laqad ji'tu li ahdimahu, nimekuja kuivunda. La tukallimuni fihi, wewe hunizungumzi mimi ili nisivunde nyumba? Akamwambia ana rabbul ibili, mimi sikuja kukuambia wewe kuhusu nyumba, mimi ngamia wangu, mimi mwenye ngamia ni mimi. Kwa hivyo nimekuja kuzungumzia ngamia wangu. Wa inna lilbaiti rabba, hiyo nyumba unayosema ina mwenyewe, sayamnauhu, yende mwenye kukuzuia wewe. Akapewa ngamia wake, akaingia Maka. Alipoingia Maka, jambo la kwanza alilolifanya, aliwaambia Makureishi, amarahum bil khuruji min Makkata, aliwaamrisha watoke katika mji wa Makka, tahawufan alaihim, kwa kuwachelea wao, min madha, kuogopea wao kutokamana na nini? Na maudhi ya nini? Ya jeshi. Jeshi likiingia mahali shekhe, huingia kwa uovu shekhe. Waweza ukashikwa hapo wewe, wakakufanya tabia chafu, na wewe ni mvule mbele ya mke wako, mbele ya watoto wako. Wewe ni mvuli ndani ya nyumba. Siku hiyo wavuli wakawa wao. Sasa kuogopea yale bala na maudhi ya kijeshi, akaamrisha watu wake wafanya nini? Watoke. Sasa huyu Nadhirul Uryan, turudi hapo, awaambia watu wake, ana Nadhirul Uryan, mimi ni muonyaji kwenu nyinyi, tena nilie uchi. Uchi wake umesababishwa na nini? Na jeshi kule walimshika, wakamsumbua, wakamvua mpaka nguo. Alipopata nafasi, alipokimbia, jamaa wamejisahau kwa kipindi cha usiku, huyo akaingia mjini, akaenda kuelezea watu wake namna hiyo. Hawa watu Mtume sallallahu alaihi wasallama asema, huyu bwana akawaambia watu, fannaja, jamani kimbieni mwokoke, kimbieni, tokeni, kila mmoja afunge virago atoke kabla jeshi halijafanya nini? Halijafika. Mtume asema, fa atwa'ahu ta'ifatun minhum, kikundi katika watu katika kile kijiji wakamtwii huyu bwana, wakaanza kufunga virago, wakabeba watoto wao, fa adlaju fantalaqu, hao wakajificha wakatoka. Kikundi cha kwanza. Ama kikundi cha pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wakadhabati ta'ifatun minhum, kikundi kingine kikamkadhibisha, akasema huyu nchizi huyu, amvuta bangi mpaka zimemfanya avue nguo, tembea tupu. Sasa amekuja kutuambia sisi ati kuna jeshi. Huu ni uchizi, wazimu. Hizi bangi mkivuta, toeni na koko, mkizivuta na koko zake zitawatia kisha. Wakakataa kufanya nini? Kusadiki yale maneno walioambiwa na mtu wao. Sasa maafa ni yapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, walipokadhibisha haya maneno ambayo wameambiwa na huyu mwonyaji, fa asbahu makanahum, wakapambauka asubuhi wakiwa pale makwao, hawakutoka. Lakini ujue kuna kikundi kimefanya nini?
kimetoka kiliamini. Fasabbahahumul jaishu, jeshi liliwaraukia wao. Haya, liliporaukia wao, sasa chemchema kuni hapo. Walitiwa makonde, wenye kutiwa makonde wakashikwa na pumu, wenye kudhalilishwa, wenye jeshi liliingia, lilivamia na likafanya wakaangamizwa wote wale ambao kwamba wamefanya nini, wamebaki katika kile kijiji. Sasa Mtume asema akimalizia, fadhalika mathalu, huo ni mfano, man atwa'ani, wa yule mwenye kunitui mimi Mtume, wattaba'a ma ji'tu bihi, na akayafuata yote yale ambayo kwamba mimi nimekuja nayo. Wa mathalu, na ni mfano, man aswani, wa wale ambao kwamba watafanya nini, wataniasi mimi, wakadhaba ma ji'tu bihi, na akakadhibisha yale. Nafikiri huu mfano uko wazi. Kwa hivyo aliyoyazungumza shekhe ni kwamba unapoambiwa jambo la Mungu na Mtume, kuwa tayari kulitekeleza kwa hali na mali, bila kusita sita, bila kuleta madharau, bila kuleta makejeli, bila si sunna tunao umezidi sana, si sunna. Kwani hiyo sunna ya nani? Mbona leo watu wako tayari kumuiga Bob Marley na kufuga mirasta na kufanya yasiyofanyika ya uchafu, lakini kuiga watu ambao kwamba hawana maadili. Kwa nini la Mtume wako mstaarabu, Mtume ambaye kwamba alikuwa ni romantic kwa lugha ya kileo ambayo kwamba sisi tunafanya nini, tunaizungumza, wewe huko tayari kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwa hivyo usilifanyie shaka jambo lolote ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja nayo. Ule nzi alikuwa si nzi wa kiswahaba kama huyu shekhe alivyosema kwamba wanzi wale wenye dawa ni nzi. Huyu shekhe alikuwa hana yaqini na Mtume sallallahu alayhi wasallam, angadai kwamba yeye ni kipenzi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kumpenda Mtume ni kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Shafi'i rahimahullah aliulizwa, mal farqu bainana wa baina sahaba, ni ipi tofauti tulionayo kati yetu sisi na maswahaba? Mbona tuona maswahaba wamefanya mambo makubwa ambayo sisi hatuwezi kuyafanya? Maswahaba walikuwa katika hali ambayo kwamba sisi hatuwezi kujiweka katika hali kama hiyo. Tofauti yetu nini? Al-Imam Shafi'i akasema, al-farqu bainana wa baina sahaba shibra, tofauti iliyoko kati yetu sisi na maswahaba ni shubiri. Lakini aliposema maneno hayo kwamba tofauti iliyoko kati yetu sisi na maswahaba ni shubiri, Imam Shafi aliweka huu mkono wake hapa hivi, aliweka hivi. Mmenielewa? Alisema alfarqu bainana wa bainahum shibra, akafanya hivi akafanya hivi. Tofauti iliyoko kati yetu sisi na maswahaba ni shubiri. Kivipi? Akabainisha akasema, innahum kanu, hakika maswahaba walikuwa yaishuna, wakiishi, wayamlauna huna nuran wa ilman wa imana, wakijaza hapa ni wapi? Vifuani. Wakijaza nini? Nur, ilmu, iman. Wa innama nahnu naishu linamlaa huna, sisi tuishi kujaza utumbo. Jazwa nini? Nuru, imani, keki, podini, si ndio? Kwa hivyo tofauti iliyoko sisi na maswahaba ndogo sana, shubiri moja. Walikuwa na yaqini na Mungu na Mtume, wakijaza imani zao kwenye vifua zao. Sisi ni hapa, na ndio vita vikubwa vilioko. Fulani na fulani hawasemi, sababu ni kula tu, twashindana kuhusu kula, mpaka uhasidi tuonana usidi kwa sababu gani? Kula tu, chakula tu. Basi sisi hamu yetu ni tumbo, ndio maana tukawa ni madhaifu wa imani. Lakini lau tungekuwa tuijali akhira yetu, tukajaza vifua zetu yaqeen, tukajaza imani, tukajaza nuru na elimu aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi tungekuwa tuishi kwa raha katika ulimwengu kama huu. Kwa hivyo haya ndio yalozungumzwa na wenzangu, na sitaki niende sana nikaja nikaharibu ladha ya maneno yao walioyazungumza. Mimi yangu ni haya.
naona maneno ya aliyetangulia na aliyemfuatia yote yamelenga mahala pamoja, si ndio hivyo? Yamelenga pahala pamoja. Huyu alikuwa ataka sisi tuache athari na tuwe na ghera na mambo yetu ya dini, tuyapigie kifua, na hakuna jambo huwa hivi hivi, kila jambo nataka maandalizi, si ndio hivyo? Sasa ikiwa sisi tumefeli kufanya, sisi tujikazeni, tuhakikishe dhuria yetu hii generation hii, tujifungeni kwa hii generation. Hii generation inayoinukia iwe ni generation tofauti na sisi vile tulivyokuwa. Na hii generation unapoikuza ikafanya, wewe ndani ya kaburi yako wafanya nini? Wapata. Ikiwa wewe hukufanya, lakini ulihakikisha kwamba ulikana mwanao, ukamlelea, ukampa maadili na kumuhimiza katika mambo ya khairi, na yeye akainukia namna hivyo na akafanya, wewe umestarehe katika nini? Kaburi lako. Kwa sababu gani? Kile ulichomwamrisha mwanao kila akikifanya, na wewe kule una bonus, unafanya nini? Unapata. Ndio Mungu akasema tutaandika yale walioyatenda na athari zao. Tujitahidini katika kutuma athari. Mtume asema lan tazula qadamu 'abdin yawm al-qiyamah 'inda rabbih hatta yus'ala an arba'i. Haunyanyuki, hautoondoka unyayo wa mwanadamu siku ya kiyama mbele ya Mola wake mpaka aulizwe masala mangapi? Manne. Kwanza, swali la kwanza an jababihi fima abla, ubarobaro wake. Tuulizwa kuhusu barobaro. Hii stage ya barobaro hapo ulipitisha vipi? Miaka 15 mpaka miaka 40 hapo ulikuwa vipi? Ulikuwa kijogo tu ukiwika huko mitaani kiharibu watu hivi namna hii. Utaulizwa. Mungu atakuuliza. Walaysa bainaka wa baina Allahi tarjuman. Hakuna mkalimani atakayeingilia mazungumzo yako na Mungu. Hakuna translator. Mungu atakuuliza direct na wewe utamjibu Mungu direct. Ubarobaro stage hii, chungeni mabarobaro. Mungu atakuuliza kwa hii stage. Pili, wa anu umrihi, umri wako mzima. Mwenyezi Mungu amekujalia miaka 50, 60, 70 atakapokujalia. Huu umri atakufanya nini? Atakuuliza mali yako uliyachuma vipi na ulitumia vipi. Tutumieni mali zetu katika mambo ya khairi. Ndio naja hapo. Tutumieni mali zetu katika mambo ya khairi. Sisi ni matajiri lau tuamua sisi wenyewe kujifanyia mambo yetu. Lau tuamua kujifanyia mambo yetu, basi sisi tutapiga hatua kubwa sana. Lakini kwa vile sisi ni wachoyo, imesababisha ya kwamba hatuwezi kupiga hatua hata moja kwa sababu ya uchoyo na ubinafsi wetu. Agwirai ndiye mwenye, kila mtu alishika ni hapo. Chatezi yake ndio homo, chagede yake ndio roka. Tumekuwa wachoyo, wagumu, hata jirani kwake hakufuki mosi, hutaki kujua sababu ni nini. Tumefahamiana ndugu zanguni? Na elimu yako Mwenyezi Mungu vile atakuuliza ulifanyia kazi gani. Ndogo ujuzi wowote ulionao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafanya nini? Atakuuliza nao. Tujalini sana hawa vijana. Mtume nikimalizia asema, inna Allaha la yarfa'u darajata almu'mini yawm alqiyamah fil janna. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atainua daraja ya muumini peponi. Muumini amejaliwa kuingia peponi, kisha daraja yake iinuliwe, yani apelekwe katika pepo ambayo kwamba sio aliyoitegemea. Hapa tutaka tukubaliane kwamba watu wakiingia peponi, zile pepo zimetofautiana. Starehe alionayo mwenye pepo hii ni tofauti na atakokuwa nao mwingine. Hapo ulimwenguni si kuna matajiri wako, sio? Mombasa matajiri tele. Mombasa kuna mtaa uitwa Nyali. Mombasa kuna mtaa uitwa Kizingo. Mitaa kitajiri hii. Kuna tajiri mwingine tajiri lakini huishi Mshomoroni, lakini tajiri naye pia mashallah ana usinti. Hivyo utakusema tajiri anaoishi Nyali na Kizingo ni sawa na tajiri anaishi Mshomoroni? Kwa nini si sawa na wote matajiri? Ule ula kuku na ule ula kuku, ule na benzi na ule naye na benzi. Kwa nini si sawa? Mitaa, mazingira, huyu yuko kwenye mazingira mazuri, huyu yuko kwenye mazingira mabaya, lakini wote ni matajiri, wote wako kwenye raha, na peponi ni hivyo hivyo.
Ndo mpaka Mtume sema idha sa'altumullaha aljannata fas'alul firdausa, mkimwomba Mungu pepo muombeeni jannatul firdaus. Ukisha kufika hapo barafu, pamoja na kwamba pepo ya chini pia ina raha ambayo kwamba duniani hakuna mfano wake. Pepo ya chini ina raha ambayo duniani hakuna mfano wake. Sasa Mtume asema muumini atainuliwa daraja yake siku ya kiyama, amwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii daraja hii nimeipata wapi? Na mimi matendo yangu yalikuwa ni madogo, mimi najua niliyoyafanya hayawezi kunifikisha hapa. Mtume asema Mungu amwambie bistighfari waladhika lak, hii umeipata kwa sababu ya istighfari ya mtoto wako kufanya nini? Kukuombea wewe. Yule mtoto kila kimaliza kuswali rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, kwa siku akuombea mara 5 na zaidi ya mara 5 kila siku. Ile istighfari ya mwanao yafanya nini? Ya kuinua. Sasa huyu mtoto ikiwa hukumzoezesha kuja hapa msikitini, hii istighfari utaipata wapi wewe? Mtoto umemzoezesha kwenda skuli tu, hakuna kumpeleka madrasa, akamjua Mungu wake, akamjua mtume wake, akajua kusema rabbighfirli waliwalidayya, hata utaipata vipi hii daraja? Kwa hivyo kuna mambo ambayo kwamba kuna mazingira sisi huyajenga ya kujiporomosha sisi wenyewe. Ndio nikasema tujitahidini. Ikiwa hukufanya wewe, kuza mtoto wako. Kija msikitini njoo na mwanao. Ilikuwa yafaa hapa msikitini watoto wawe wingi, madrasa watoto wawe wingi, watu wawe na ihtimamu na mambo ya dini kama tulivyoelezwa mwanzo. Kila mmoja aijali akhera yake kuliko kuijali dunia yake, ili tufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mimi nitakomea hapo kwa haya machacho. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Kaifeni. Kiu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, hakika ni furaha kubwa na nashukuru kwa utulivu ambao umepatikana, na alhamdulillah wale waliosana magharibi wameongezeka watu wengine. Mimi nataka kwa siku ya leo, kwa ziara hii, tuache athari. Kwanza ni kuhusu mwalimu wetu. Walimu madrasa bila shaka watu wanajua hali zao ziko vipi. Hata mwalimu akipeleka posa aombewa, yule mwalimu madrasa bwana, imamu yule, mara nyingi atakataliwa. Urongo kweli? Lakini akija mtu wa London chap chap, hata kama haswali pia, hata ndani anaweza kuwa na chachu, lakini atapewa mke. Na haya ni makosa, kwa sababu humji au hichi kijiji kimekuwa na jamaa, umeitwa mji kwa sababu ya msikiti. Na msikiti bila imamu itawezekana kweli? Haiwezekani. Kwa hivyo nataka kuzungumza mambo mawili. Kwanza ni kwamba mwalimu ambao ni imamu wetu hapa, alhamdulillah, Mungu amjaze khairi, amedumu sana, hata kama kwao ni hapa, lakini pia kuna watu kwao pia ukimbia. Amekuwa na subra za miaka mingi kuja hapa. Labda mimi mara ya kwanza sasa ishafika miaka 20, na ukija alhamdulillah. Siku moja nilipita pia tukasalimiana haraka haraka hapa, ilikuwa tutoka Amu kule Kipungani twenda wapi sisi, tukapita tukasalimiana hapa alhamdulillah. Kaja pale tukasalimiana tukaondoka sisi kama tuna haraka. Ndugu zangu, walimu wa zamani na walimu leo wa sasa wako tofauti. Walimu wa sasa huambiwa wana mshahara, lakini leo utauliza mshahara wa imamu, hata ni aibu kuzungumza. Sijui, lakini ninajua wazi kwamba sababu nimekuwa imamu mimi pia. Nimekuwa imamu sehemu kadhaa huko. Ukiambiwa
mshahara wa imamu na walimu wa madrasa yani ni mshahara wake yani ni wa kusikitisha, na ndivyo ilivyo. Mwalimu wa zamani alikuwa hana mshahara, kweli rongo? Lakini nani alikuwa na hali mzuri? Mwalimu wa zamani ambaye hana mshahara au mwalimu wa sasa mwenye mshahara? Mwalimu wa zamani. Naja hapo. Mimi nimesoma kwa mwalimu wa zamani ile alif be na kusoma Qur'an kwanza kwa mwalimu wa zamani. Kijiji chetu nilipozaliwa au nilipokulia. Mwalimu wa zamani alikuwa ni mwalimu anaheshimika sana. Watu wanamthamini, watu wanamuogopa. Akisema kitu amesema. Hata katika darasa zamani hakuna qala Allah qala Rasul. Watu wana darasani wakasema shekhe amesema, ama sio? Huwa ni amri ya kufuatwa. Hata kama anasema makosa, lakini shekhe leo darasani amesema hivi. Kwa hivyo ni amri imepita hiyo. Mwalimu wa leo akasema qala Allah qala Rasul, tuendeni hivi. Wakitoka msini watu wataanza kumjadili, yule naye hana maneno mengine, hana khutba nyingine, ni hii tu. Roho kweli. Sasa mimi kuna pala ninapotaka. Mwalimu wa zamani alikuwa ana izza na ana maisha mazuri. Akisema leo nataka nyumba ijengwe ile yangu, mji mzima kwa leo utamjenga nyumba. Roho kweli. Akisema leo nitakufanya jambo fulani, leo mimi nitakusafiri kwenda Mombasa, itapatikana boti na mafuta yake impeleke, patikana na gari afike. Urongo kweli? Ni izza kwa nao. Lakini mwalimu wa leo hana izza hiyo. Sasa mwalimu wa zamani, nikimalizia hii ili niende mbele, ilikuwa mvuvi yote ambaye kwamba anavua kule baharini, akitoka baharini ana kishazi cha samaki cha nani? Cha mwalimu. Bado kuna fungu pia. Lile fungu pia liko sila sawa, lakini kipewa mwalimu. Kila jahazi zilizokuwa hapa Kipungani zina robo wa fungu, kuliko tulikuwa hivyo, sio hapa ngapi? Tena robo yenyewe si sawa, sababu ni robo ya kutazamia jahazi iondoke leo enda baharini Jumatano awali ya saa. Lakini ilikuwa mwenye kwenda kukata miti, mwenye kwenye majarifa nani? Mwalimu alikuwa anashinda yule nahodha wa jahazi. Roho kweli? Ana mafungu bahari nzima. Na tukaenda kwenye shamba, mwalimu alikuwa na shida ya chakula. Mtu akivuna kuna fungu laenda kwa nani? Kwa mwalimu. Kwa hivyo mwalimu akawa na hali mzuri, akawa na utulivu. Mpaka wakataja mwalimu fulani alisomesha watu miaka fulani. Kima mwalimu wa leo watu wanamfanya si mtu wa maana, ila pale akiingia hapo. Pengine wewe ukiingia hapo, ukiingia hapo utatetemeka uanguke wewe. Na kuna kisa kilitokezea, kuna sehemu walitembea watu wasafiri. Wale wasafiri kulikuwa na bwana mmoja mweupe na wakivaa kanzu ya Kiumani, akavaa na koti. Sasa mapema akaingia msini, akasafu mbele. Akiingia imam, akiangalia pale akasema kuna sharifu leo ameingia msikitini. Kwa hivyo sitothubutu mimi kupanda khutba wakati sharifu hamjui, lakini akimwangalia vile alivyokaa, sura zake na alivyovalia au sharifu. Kwa hivyo siwezi kutoa khutba mbele ya sharifu mimi. Akambembeleza, bwana sharifu fadhali bwana, unajua huyo ni sharifu watu wa fulani basi. Ndio pale khutba yule akamwambia shukran, akamlazimisha akakataa khutba. Bwana akapanda khutba, lakini akawa huko gonga maana yake hapa kuna mwalimu pale, sharifu mkubwa pale. Khutba yake ikawa na uoga. Akimaliza khutba hakumwangalia, alimshika kamteki bulani. Hiyo ni historia ya ukweli. Mimi mpenzi kumza visa vya kusikia ila vile vidhibidisha. Sitaki kutoa visa vya urongo. Alipotoka kiblani, ule mzee alizimia, kaanguka, kapeleka hospitali. Tufanye majaribio hapa. Tulete mtu mmoja kaa hapa tuzungumze. Mko tayari? Hata kukaa hapa pia ni ngumu. Kwa hivyo, lakini mal asaf ni kwamba huyu bwana akiingia hapa mtamheshimu, akipanda pale mtamheshimu. Akitoka yeye hana amri yote, mtamjadili. Haya masikitiko. Bali kuna maimamu wana subra sana. Kuna watu wengine huwa maadui wa maimamu bila sababu. Hampendi tu, akamchimba mpaka mtu akashindwa kuna nini. Kwa mimi naomba watu wa hapa, hichi kijiji kilivyo kidogo, naona watu wote ndugu hapa. Roho kweli? Na huyu ni kijana wenu, mumpende.
ni sifa kwenu huyu bwana akionekana na hali nzuri. Sio mwalimu leo mke wake akiwa na mimba paka mafuta simsim aenda kaombe, bwana mke wangu ana mimba sijui mwezi wake huu, takalima mafuta simsim bwana nisaidie. Ama aende akae dukani. Juzi akizungumza bwana mmoja, si mtu si shekhe sana lakini ni msemaji wa Yanga na Simba kule. Asema mwalimu atakwenda dukani asimama masaa mawili na mmemuita wewe. Chonane saa 2 dukani akae mwalimu maskini watu waingia kitoka. Mwalimu ni mtu mkubwa. Qum lilmuallimi wafihi tabjila kada almuallimu an yakuna rasula. Simama kwa mwalimu umpe cheo kikubwa. Mwalimu amekurubia kuwa mtume. Araita ajallu wa anfa, kuna umepata kumuona mtu ambaye ni mwenye daraja na manufaa zaidi min alladhi yabni, kuliko yule ambaye anajenga kutoka chini, wa yunshiu, na anainua anfusan wa ukula, nafsi za watoto wadogo na akili ndogo akawalea paka kesho unaye kaja kwa mwalimu. Mwalimu ni mtu mkubwa ambaye anasimama kukushikanisha wewe na Mola wako. Kwa hivyo sijui nani akienda kuvua humkumbuka mwalimu hapo. Kuna wavuvi hapo, wakwapi wavuvi hapo? Ino mkono mvuvi. Nani mwingine? Mwamletea mwalimu kitoweo? Kuanzia kesho sisi tutaondoka. Mwalimu apate kitoweo. Bwana wallahi utaona baraka. Usije huyu ni mwalimu wa tauhid. Ingekuwa mwalimu mwingine ungemletea kila siku kitoweo sababu kutazamia. Atafungua mlango mwingine wa kutazamia kunuiza watu saumu, kuogesha 40, lakini akisimama na tauhid hapo. Kwa hivyo mimi naomba mwalimu, hebu toa jamani, nyote dao limeenda kwenye juu ya sijui usema yua kule kwetu Jarife, semeni jamani, hebu toa kabla hajauza ama toa kitoweo cha mwalimu. Wallahi angalia baraka itakuwa. Hebu fanyeni hii kisha nitakuja tena inshallah Simbali biidhnillah, mnaambie walofanya hivi walibarikiwa kubarikiwa. Hii ni challenge natoa hapa na ni ahadi ya Allah tabarikiwa. Na walio na mashamba pia, wakapi wenye mashamba hapa. Kwa hivyo mwalimu mwangalia ili aweze kudumu kututolea walimu wengine, asishindwe akaondoka. Hiyo ni moja. Yangu ya pili ikiwa nimalizia na itakuwa ni taadhini na kuswali kabisa, ni kwamba mmefurahi sana siku ya leo, si ndio? Si mngependelea kile mwezi ngalotokezee? Haya, nataka tuifanyie kazi. Safari yetu ya kwanza na Sheikh Muhammad Batu tulivyoenda Kizingitini ni mwaka juzi. Sheikh Muhammad tulijitolea sisi wenyewe kwenda na Sheikh kama mgeni wetu kumpeleka visiwani. Tulipita huko mtafsame, tukafika Amu, Shela na visiwa vile. Sisi wenyewe kutoka Mombasa tulijitolea, tukafanya muhadhara wa mwisho Kizingitini, msikiti mkubwa. Katika natija iliyopatikana kwenye rihla ile ni kwamba tuliwaambia watu Kizingitini, maana walilalamika kwamba umetupata kidogo siku moja, mbona na kesho msije? Tukamwambia tushamaliza programu yetu tutarudi, wengine wameandikwa kazi kule. Sasa la kufanya nyinyi wenyewe fanyeni namna, mseme Sheikh njoo tukutaka sisi, umkatie tikiti, mpatie pa kulala, na yani mumsimamie Sheikh aje. Ile fikra ikazaa matunda. Hivi tuzungumzavyo, plani walifanya, walieka share kila kilo ya samaki inaouzwa, kuna sehemu suisa kama samaki kilo shilingi 200, yani kuna percentage fulani kila kilo ya samaki kuna share ya mfuko wa da'wa. Tunavyozungumza wana milioni kadhaa sasa hivi. Ameniambia Khaldun Vai, mmoja msimamizi, wakati tumeona naye nyuma tulikuwa na shughuli fulani ya kijamii, aliniambia tuna milioni 3 kwenda juu siku hiyo. Na wanaleta mashekhe wakiamua leo tumtaka Sheikh Muhammad Batu aje kwetu hapa siku 3, wanamwambia Sheikh Muhammad taomba siku fulani Ijumaa Jumapili uje hapa, gharama hizo kwisha. Ikaleta natija alhamdulillah. Ile Kizingitini sasa hii ndio utaona mashekhe wanakuja, na wakija hawaji Kizingitini peke yake, wanatembea, lakini wale wana fungu kubwa alhamdulillah. Ndugu zetu wasiu, hii rihla ilikuwa ya kwanza ya Siu, ilikuwa ya Siu ya kwanza. Wao vile vile baada hapo wakaweka mfuko huo. Huo mfuko ndio umetuleta hivi sisi. Huo mfuko walioanzisha ndio Siu, na si kwanza hii. Washaleta mashekhe wengine na mfuko unaendelea, wanachanga, wanasema sasa tumeweza kuleta mashekhe waje. Nataka hapa pia msingoje yani mashekhe wamekuja mseme
okay, ni mzuri, lakini mara nyingine huwa nafasi ni kidogo na gharama hazitoshi pengine. Kwa hivyo hapa ukisema hatuna, lakini mbona mengine tofanya? Mbona harusi tutacheza? Mbona birthday zafanywa? Mbona mambo yafanywa? Watoto wetu hawa sijui maskuli walipa na gharama tutafanya. Kwa nini la dini lishinde? Hatuwezi kutoa 200 kwa mwezi. 200. Kuna mtu anaweza kutoa 200. Kuna mwingine anatoa 500. Allah hakufanya watu sawa. Kuna Uthman bin Affan, kuna Bakar Siddiq na kuna wengine wakitoa pia. Nitatoa mfano mmoja nimalizie. Kuna sehemu nimesahau wapi, walimuita mwalimu wakamwambia tunataka uwe mwalimu usomeshe hapa wewe. Sisi ni wakulima, kwa hatuna mshahara kukupa, tutakupa shamba na lile shamba hutolima wewe, tutalilima ni sisi watu wa mji. Wewe tulia usomeshe na uswalishe. Mwalimu akawa hana swasi, ana shamba ambaye yeye halifanyi kazi. Hili ni shamba la mwalimu, vijana wanalima na wanashughulika, mwalimu anapata chakula. Nikimalizia kabisa, mimi nimekuwa imam katika msikiti moja. Nimekuwa imam ni yule ambaye kwamba anaswalisha vile vitano, yuko hapo mukim. Kwa miaka 7 nilikuwa imam baada kumaliza tu masomo yangu Mahaki Saudi. Nikafanya sehemu fulani kule sehemu za Mombasa, sehemu za Jomvu, kisha nikawaacha, kisha baadaye nikaenda kule Jomvu Mikanjuni. Kwa kuna msikiti umejengwa, wakaniomba mimi nimeacha kule niende kule. Hapa nitakutoa mfano mmoja. Mimi nilikuwa nimewekwa na wale wenye msikiti. Kwa hiyo mshahara wa maimamu na nyumba za maimamu mnazijua. Lakini kuna bwana mmoja alikuwa ni fundi wa kujenga, ni mjengaji. Wallahi namkumbuka, sijui yuko hai amekufa, ni miaka nimemkumbuka leo hapa. Alikuwa akifanya kazi, akipata kibarua kutoka kazini, unaambia ustadhi, nimefanya kazi leo, nimeleta maziwa moja na hii sukari kilo. Wallahi alazim leo nimemkumbuka, na sijui ndugu yangu yuko hai amekufa, lakini nimemkumbuka leo hapa. Alikuwa yeye mwenyewe akitoka kazini, ustadhi nimepata kibarua leo, nimekumbuka, nimekuletea maziwa na sukari, utapika chai. Waonaje ustadhi ikiwa atapata watu kama hawa wao watamwangalia, atakuwa na juhudi kiasi gani za kuweza kuendeleza mji huu, azalishe maustadhi wengine waweze kumsaidia. Kwa hivyo hii risala yangu nataka ifanywe kazi, sitaki itoke maneno tu. Nataka baada ya miezi 3 hata 4 mtopea Muhammad, haya tuko tayari, tunataka mashehe waje Kipungani aswa, yani through kutoka Mombasa pa Kipungani wapige kambi siku 2-3 hapa, pengine tuende maeneo ya karibu hapa, lakini iwe rihla ya dawa imeenda kutoka Kipungani. Si mnaweza hilo? Kwa hivyo hii risala yangu na iacha hapa ifanywe kazi. Tuwe na Kipungani ambao hata si lazima mashehe wote. Mweza kusema hii juma hii Sheikh Abu Ahmed tunataka daia mmoja aje kwetu, mtu mmoja tu. Si lazima gharama nyingi. Mfano 10,000 atoke shekhe mmoja Mombasa, sababu shekhe naye kule nyumbani akitoka paka aache kitu bwana. Shekhe mmoja kutoka Zanzibar. Kwa hivyo ukitoka uenda wapi? Nenda Kipungani. Sisi sasa watafanya nini basi? Kwa hivyo garau nyinyi hicho kidogo mmewatia na Mungu ataleta kheri. Kwa hivyo mnaweza shekhe mmoja tu mkasema bwana tuomba, tushajiandaa tuomba aje shekhe mmoja. Taangalia ni nani ambaye kwamba ataweza kuja katika sisi. Tutamleta, itakuwa na natija. Atakuja hapa mfano siku moja aswalishe Ijumaa, akaja Jumamosi Jumapili afanye halaka, afanye durus na wanafunzi, natija idawa itaenda mbele. Itakuwa wewe ulotomia yako kwenye lile umechangia katika Uislamu kama vile masahaba na wao walivyochangia. Mimi naomba nimalizie hapa nikiwashukuru sana watu wa mji huu kwa kijiji hiki, kwa umoja ambao kimoja limenifurahisha ni kwamba badala watu kupungua msikitini, kawaida watu wameongezeka. Allah wajazi khairi, na hii inatupa morali sana na bidii kwamba tukirudi kule Mombasa, pengine kabla mjatuita tuambie sisi aje wenyewe. Kitu kingine ni kwamba ni vizuri katika vijiji hivi ipatikane nyumba ya wageni haswa. Huko viwanja viko, si ndio? Toke mmoja ajitolee ardhi, watu wajenge hii nyumba ya wageni. Ili mashehe wakija pengine usimtie dhiki mtu fulani na nyumbani na watoto wake, kuna wanawake, ijulikane hao wageni watashukia
watashikia hapa sehemu yao, itarahisisha kuleta daia kutoka kule kuja hapa. Akija kuna nyumba na watu wanashirikiana katika kumwangalia. Jamani, mimi nikizungumza naweza simalize, kupenda kuzungumza sana, lakini naomba nikomee hapa, pengine fajiri tutakuwa na nyinyi inshallah. Lakini nawaomba tukifika kule mtuambie, jamaa tunataka shekhe aje mmoja. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.